Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Apostle Samuel Gitonga na nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana. Amekuwa pamoja nami na ameniongoza na nimeendelea kuona uaminifu wake. Katika siku hii ya leo ninataka nishukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo amenikirimia, na ili nikaweze kunena na watu wake, especially wale watu ambao mko nje ya nchi zenyu. Ni kwa sababu kwa muda mrefu ambao umepita na kwa miaka kama 6 hivi nimekuwa nikisikia Mungu akininenea, na nimekuwa nikihimisika ndani yangu kwamba nikaweze kuchukua nafasi na kuweza kunena na watu ambao huwa wanatoka katika nchi zao, especially wale ambao wametoka katika nchi yetu ya Kenya na wakaenda katika mataifa mengine, na wakiwa mahali kule nakuta kwamba kuna mambo ambayo hayaendi sawa. Na kwa hivyo nimekuwa nikisikia ndani yangu ya kwamba Mungu ananena na moyo wangu, na kuna mambo ambayo Mungu ananinenea ambayo inaweza kuwa msaada sana katika maisha ya watu wengi ambao wanaweza kunisikiza na kupokea yale ambayo Mungu amekuwa akininenea. Kabla sijaendelea, ningetaka niweze kuomba, na ninajua kwamba Mungu atazidi kutenda mema. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Kristo Yesu, ninakushukuru asubuhi na siku hii ya leo, maana wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Nakushukuru Bwana kwa sababu ya kazi ya msalabani Kalvari, maana kupitia kwa kazi ya msalabani Kalvari ushindi unapatikana. Ninakushukuru Jehova Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambayo umenikirimia Baba, nikaweze kunena na watu wako na nikaweze kuwajulisha makusudi yako juu ya maisha yao katika jina la Kristo. Baba, ni asante. Unajua sababu ambayo imekufanya Mungu wa mbinguni ukawa ukininenea kuhusu watu wengi ambao wametoka katika nchi zao na kuenda katika nchi za mbali kufanya kazi, kufanya biashara. Mungu wa mbinguni, ninaomba nikanenee moyo wa mtu, nikanenee maisha ya mtu. Na Baba, unapoponya maisha ya mtu, unapoponya jamii ya mtu, utukufu na heshima ni zako katika jina la Kristo. Ninakushukuru, ninakutukuza Mungu wetu. Baba, ninaombea wapendwa wote walio nje ya nchi zao. Mungu wa mbinguni, ukawafikie popote walipo, ukawafiche kwa usalama wa damu ya Kristo, na neema yako ikawe pamoja nao kwa jina la Kristo. Yehova Mungu, ukasimame nao, ukawasaidie, ukawaongoze, ukawashidanie na ukasababishe wakafike mahali ambapo Mungu ulikusudia watafika kwa utukufu na kwa uwezo wako. Wote ambao wamekuwa wakipigwa kwa kila upande, Bwana, naomba ukawatetee, ukawapiganie, ukawashidanie, maana neno lako linasema vita ni vyako na ushindi ndio wetu katika jina la Kristo. Baba wa mbinguni, ni asante hata kwa sababu ya wasikilizaji wote ambao Bwana watasikia neno lako na kulipokea neno lako. Ukawabariki watu wako, ukawatendee mema watu wako katika jina la Kristo. Baba wa mbinguni, ninaomba unitumie tu nikiwa chombo kuleta utukufu kwako na heshima, na kuwafikishia watu wako mapenzi na makusudi yako. Na ni katika jina la Kristo Yesu naomba, kuamini na hata kushukuru. Amen, amen, amen. Mara tena niwasalimu katika jina la Kristo Yesu, ninapomshukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu ya nafasi ambayo amenikirimia, na ili nikaweze kuyanena makusudi yake katika jina la Kristo. Popote unaponisikiza na katika taifa lolote ambalo unanisikiza, kuna mambo ambayo Mungu amekuwa akininenea kwa muda wa miaka 6 na zaidi, na Mungu akawa akiniambia watu wengi ambao wanasafiri wakitoka katika mataifa yao wakienda katika mataifa mengine,
kuna mambo mengi ambayo wanakutana nayo, na kwa hivyo katika siku hii ya leo ningetaka nikaweze kunena mambo hayo ambayo Mungu amekuwa akininenea. Niseme ya kwamba Mungu amekuwa akinijulisha kwamba watu wengi ambao wanaenda katika mataifa ya nje kwa ajili ya kikazi na kwa ajili ya biashara, kuna wengi ambao mambo yao haiendi vizuri, kuna wengi mambo yao haiendi sawa. Na kumbuka, habari ya kusafiri, habari ya kutoka taifa moja hadi lingine ni mojawapo ya baraka za baba wetu Ibrahimu. Maana wakati ambapo Mungu alipomuita baba wetu wa imani Ibrahimu, akamwambia ya kwamba akaweze kutoka katika nchi yao na akaweze kuenenda kama vile atakapomwagiza. Mojawapo ya baraka ambazo Mungu alimwahidia katika zile baraka 7 za utiifu ni kuenenda katika mataifa na kutukuzwa na kubarikiwa na kutendewa mambo mazuri. Na niseme kwamba wakati ambapo mtu anapotoka katika nchi yao anapoelekea katika nchi nyingine, kusudi lake ni akaweze kufanya kazi ama akaweze kufanya biashara, na ili akaweze kujimudu kimaisha, na pia akaweze kuwa msaada katika jamii yake na katika watu wake. Na kwa hivyo watu wengi ambao wamekuwa wakisafiri na kuenda katika mataifa mbalimbali wamekuwa wakienenda, na wengi wanapata kazi na wanaanza kufanya kazi, wengine wanaanza kufanya biashara katika mataifa yale. Lakini majority ya watu majority ya watu ni wale ambao wamepata kazi, especially katika US na katika UK. Watu wengi wametoka katika mataifa yao na wameenda katika mataifa hayo. Wengine wako UK na wengine wako US na wengine wako katika mataifa mengine. Lakini nimekuwa nikinenewa na Mungu sana kuhusu watu walioko katika US na watu walioko UK, ya kwamba wakati ambapo walifika mahali kule, wengi wao wamepata kazi na wanaendelea kufanya kazi na wanapata fedha na wako na juhudi katika kazi zao. Lakini watu wengi wamekuwa wakishindwa ni nini kinaendelea. Ni kwa sababu licha kwamba wanashika pesa mingi, kuna milango mingi ya kuwapola, kuna milango mingi ya kupoteza pesa, kuna milango mingi ambayo imefunguka katika maisha yao. Na hata hivyo nimekuwa Mungu akinisaidia na ninakuwa nikishuhudia wengine wametoka taifa hadi lingine wakitafuta msaada, wengine wanaenda katika mataifa tofauti tofauti, wengine wameenda kwa watumishi wa Mungu tofauti tofauti na katika mataifa tofauti, wakitafuta msaada kwa sababu ya changamoto ambazo wamekumbana nazo katika maisha, na wengine wakabakia ya kwamba hawajapata msaada. Lakini asubuhi ya leo ningetaka niweze kuguza mambo kadha wa kadha ambayo imewakuba watu ambao wamesafiri kutoka nchi zao, na haswa watu ambao wametoka katika nchi hii yetu ya Kenya wakielekea US na wengine wakielekea UK. Ni watu ambao wamekuwa na juhudi kama vile tunavyotambua na vile tunavyojua ni kwamba Wakenya ni watu walio na juhudi sana, na ni watu ambao wanaweka juhudi katika kile ambacho wamekusudia kufanya. Na kwa hivyo Mungu amekuwa akininenea kwa miaka hiyo ambayo imepita, ya kwamba watu wengi ambao wameenda US na wengine wakaenda UK wanapitia katika changamoto nyingi, na hiyo ndiyo sababu hata watu wao ambao walibakia nyuma mahali katika taifa hili letu
Wanasema watu wetu wako US, watu wetu wako UK, na wakati mwingine wanatarajia kusaidiwa na watu hao wao ambao wamesafiri. Watu walio Kenya wakati mwingine wanatarajia na wanatamani sana waweze kusaidiwa na watu wao ambao wameenda nje ya nchi, na lakini kwa sababu ya changamoto ambazo watu wengi wanapitia pale US, wengine wanapitia pale UK, unakuta kwamba wanashindwa kusaidia wale waliowawacha nyuma. Watu wengi ambao wako pale katika US na wengine wako UK, Mungu amekuwa akinisaidia na kunifunulia kwamba wanapitia changamoto katika maisha. Kuna watu ambao wanapata pesa mingi sana, na hiyo pesa wanashindwa imetumika kwa njia gani. Wengi wao wamepata magonjwa ambayo hawakuwa nayo wakiwa katika taifa hili letu la Kenya ama katika mataifa ambayo wametoka, na unakuta kwamba wamekuwa wakisumbuliwa na magonjwa mazito, magonjwa ambayo inatumia pesa nyingi sana. Wengine wamepitia katika maoperation, kitu ambacho hawajawahi kuexperience hata wakati ambapo wamekuwa katika nchi yao. Na kwa hivyo ningetaka kusema kwamba watu wengi ambao muko kule nje, sisemi wote, lakini nataka kusema watu wengi wanapitia katika changamoto. Pesa wanapata, lakini zile fedha unakuta kwamba hasiwasaidii. Kuna wengine ambao wamejaribu kuwekeza miradi mbalimbali katika taifa hili letu. Wengine wameibiwa na watu wao, wengine fedha zao zimetumiwa na wazazi, wengine zimetumiwa na marafiki, wengine ni wale wamezaliwa pamoja nao, na wengine wameangukia katika mikono mibaya na wakajikuta ya kwamba hawatimizi ndoto za maisha yao kama vile walivyokuwa wanakusudia. Lakini siku hii ya leo ningetaka nikaweze kusema kwamba wakati nilipokuwa nikiuliza Mungu ni kwa nini watu wengi ambao wameenenda katika mataifa ya nje, haswa US na katika UK, ni kwa nini wanapitia katika changamoto, ni kwa nini wakajikuta wameingia katika magonjwa, wengine wanaingia katika magonjwa ambayo inawaongoza kufanya operation, wengine wanakuwa na miradi ambayo haifanikiwi, wengine kunakuwa na mambo ya kuibiwa na kukoniwa, aidha ni katika nchi zile ama katika nchi hii yetu na nchi zingine. Na hapo ndipo Mungu akanisaidia na akaniambia kwamba watu wengi ambao walitoka katika nchi hii yetu, wengi hawakutoka vizuri kwa njia nzuri. Wengine hawakuachana na watu wao kwa njia nzuri, lakini hiyo sio kumaanisha kwamba wanapofika kule hawawezi kubarikiwa, na sio kusema kwamba hawawezi kushikwa na mali mikono, kwa sababu kuanzia vibaya sio kusema kwamba unaweza kumalizia vibaya. Lakini sababu kubwa ambayo Mungu amekuwa akinisaidia na kuninenea na kuniambia, ambayo inasababisha watu wengi wanapitia changamoto, wanakosa kushikwa na mali mikono, ni kwa sababu wengi wenyu mumelelewa katika nyumba ya Mungu. Wengine mlikuwa watumishi wa Mungu, wengine mlikuwa mnatumika kwa madhabahu, wengine mumelelewa katika nyumba ya Mungu na mkafundishwa na wazazi na mkafundishwa na watumishi wa Mungu habari ya kumpenda Mungu na kumtumikia Mungu. Lakini wengi wanapotoka katika nchi yao, wanapotoka katika uwepo wa wazazi wao, wakifika kule US na UK, wakaanza kuadapt tabia ambazo hazijakuwa zao, wakaanza kuadapt mambo ambayo haijakuwa yao na mambo ambayo hawajalelewa ndani yake.
na niseme kwamba watu wa Mungu wengi ambao mumeenda kule, sababu kubwa ambayo imesababisha mkaona mambo yakienda mlama ni kwa sababu wengine wenyu mumelelewa kwa nyumba ya Mungu, mumelelewa maisha mazuri ya kumpenda Mungu, mahali ambapo hamukuwa munafanya kazi Jumapili. Mulikuwa Jumapili munaenda kanisani, mulikuwa munaenda katika madhabahu. Na nimekuja kujua watu wengi mnapoenda katika nchi zile na katika nchi zingine, munakuta watu ambao hawaendagi kanisa, munakuta watu ambao hawampendi Mungu, na munaanza kushikamana nao. Sababu kubwa ya kuona mambo ya watu wengi haiendi vizuri ni kwa sababu hawana madhabahu mahali ambapo wanaendaga. Hawapatii Mungu. Kumbuka kwamba wakati Mungu alipokuwa naumba mbingu na nchi, maandiko inasema kwamba katika kitabu cha Mwanzo ya kwamba Mungu alifanya kazi siku 6 na siku ya 7 akapumzika. Na Mungu ametuagiza katika neno lake ya kwamba tukafanya kazi siku 6, lakini siku ya 7 tukaitenge, tukaitakase. Na katika dictionary, the meaning of the word holy, kwa mujibu wa maandiko, ni kitu ambacho kimetengwa kwa ajili ya Mungu na kitu ambacho kimetengwa kwa sababu ya huduma ya Mungu ama kutumikia Mungu, service ya Mungu. Na kwa hivyo watu wengi wakati ambapo mulienda nje ya nchi yenu, wakati ambapo mmeenda katika mataifa, katika kazi na wengine kibiashara, unakuta ya kwamba muliwacha kwenda kanisa, na hata ikawa hata kule mlikotoka hakuna madhabahu ambayo mmejiunganisha nayo. Na kutokana na jambo hilo la kutokwenda kanisa, kutokana na jambo hilo la kutokuwa na madhabahu ambayo inakutetea, unakuta kwamba milango inafunguka, na ndiyo sababu watu wengi especially wa Kenya ambao wameenda US na wale ambao wameenda UK wanafanya kazi kabisa, wanafanya kazi kwa juhudi na kwa bidii, na ni watu ambao wanatafuta mali na wanapata mali mikononi mwao, lakini unakuta ya kwamba mali haiwashiki mikono, kwa sababu Mungu wetu hufanya kazi katika kanuni zake, na hakuna wakati ambapo Mungu atafanya kazi nje ya kanuni zake. Kwa hivyo watu wa Mungu, ningetaka kuwaambia ya kwamba kama vile neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yeremia ya kwamba tukaweze kurejea, watu wakaweze kurejea katika makutano ya njia, na wakaweze kuangalia ni wapi ambapo walikosea njia, ni wapi ambapo walipoteza mwelekeo, na Mungu wetu atatenda mema kwa sababu ya utukufu wake. Ni mapenzi ya Mungu, watu wa Mungu, mukaweze kusafiri. Ni mapenzi ya Mungu kuenda katika mataifa mbalimbali kwa ajili ya biashara na kwa ajili ya kazi. Lakini mnapomsahau Mungu na mnaposahau jinsi ya kumtumikia Mungu, kumbuka kwamba wakati Mungu alipokuwa akinenea wana wa Israeli, na nitakuja kukuletea maandiko mengi katika video ambayo itakuwa ni part 2, nitaweza kukuletea maandiko mengi ambayo tutaweza kuangalia jinsi ambavyo Mungu aliweza kuahidi wana wa Israeli, na akawaambia ya kwamba aliwaita na akawatoa katika nchi ya utumwa ili wakaweze kumtumikia. Wengine wenyu mlikuwa wachungaji, wengine wenyu mlikuwa mnatumika kwa madhabahu, wengine wenyu mumelelewa katika nyumba ya Mungu, lakini wakati ambapo mumeenda katika mataifa ya nje, wengine wameshikana na watu ambao wanasema hakuna Mungu, wengine wameshikana na watu ambao wanakunywa pombe, wengine wameshikana na watu ambao wanatumia vitu vingi vya kujiharibu. Na kwa hivyo ningetaka kusema kwamba Mungu
ana makusudi mema na maisha yenu, na Mungu atasababisha kukawe kuzuri kwa sababu ya utukufu wake. Ni mapenzi ya Mungu muweze kufanikiwa katika taifa letu la Kenya na katika mataifa mengine, ila ni kwa kusudi hili mukaweze tu kumtambua Mungu wenyu. Kumbuka Mungu akawaambia wana wa Israeli ya kwamba mutakapoenenda katika nchi ambapo mutamiliki utajiri na mali mingi, msimusahau Bwana Mungu wenyu, maana yeye ndiye awapeaye nguvu ya kutengeneza utajiri. Watu wengi wamesahau Mungu wakati ambapo wamekuwa na mafanikio, wakati ambapo wametajirika, wakati ambapo Mungu amewafanikisha. Niseme kwamba kuna uwezekano wa Mungu kusababisha mshikwe na mali mikono, kuna uwezekano wa Mungu kuwafanikisha, kuna uwezekano wa Mungu kuwalinda. Na ningetaka kusema kwamba mnapomheshimu Mungu, mnapomtambua Mungu, na mnapoishi hata katika mataifa ambayo watu wengi hawamtambui Mungu, lakini muishi kwa kumtambua Mungu, mutaweza kuona ushindi wa Mungu, mutaweza kuona Mungu akiwaongoza, akiwatetea. Maana magonjwa sio sehemu yenu, na hata kuporwa mali sio sehemu yenu, kukosa kushikwa na mali sio sehemu yenu. Kwa hivyo niseme kwamba muishi kulingana na mapenzi ya Mungu, mkikumbuka ya kwamba siku moja tutasimama mbele za Mungu na tutatoa hesabu ya maisha tuliyoishi, na tutatoa hesabu ya mambo tuliyofanya. Kwa hivyo ukiwa katika taifa lenyu, ukiwa katika mataifa mengine, kwa neema ya Mungu kama vile atakavyo kuongoza kusafiri, ni vizuri kusimama na Mungu, ni vizuri kuwa na msimamo mzuri, ni vizuri kuwa na maisha mazuri ya kumpendeza Mungu, nawe utaweza kuona Mungu akisimama upande wako, akikutetea na akikutendea mema. Kwa hivyo watu wa Mungu, sitaendelea sana, lakini nitakuja katika video ya pili ambapo nitaweza kusema neno la Mungu, na nitaweza kukupatia maandiko ambayo unaweza kujisomea, ambayo unaweza kuyaangalia wewe mwenyewe. Na ninajua kwamba mnapoishi kulingana na mapenzi ya Mungu, Mungu atawatendea mema kwa sababu ya utukufu wake. Ningetaka niweze kuomba. Baba Mungu, katika jina la Kristo, na kushukuru mara tena kwa sababu ya wema na kwa sababu ya uaminifu wako. Asante Jehova kwa sababu ya muda ambao nimenena neno lako ambalo umekuwa ukiweka moyoni mwangu katika muda mrefu. Baba wa mbinguni, nimewanenea watu wetu na hata watu ambao wametoka mataifa mengine, watu ambao wamelelewa katika nyumba yako Jehova, watu ambao wamelelewa maisha ya kukupenda na kukuogopa, watu ambao wengine walikuwa watumishi wako, lakini waliposafiri Baba, wakaregea katika imani, wakaregea katika hali ya kukutumikia. Mungu wa mbinguni, ninatangaza kwa jina la Kristo, yeyote atakayesikiza video hii, yeyote atakayeona makosa na dhambi yake na akaghairi, Mungu wa mbinguni ukazidi kumbariki, ukazidi kumwongoza, ukazidi kumtendea mema kwa ajili ya utukufu wako. Jehova Mungu, naombea watu wako, naomba katika jina la Kristo ukazidi kuwabariki, ukazidi kuwatendea mema, ukazidi kuwaongoza kwa ajili ya utukufu wako. Natangaza damu ya Kristo ikawafiche watu wako, watu wetu ambao wako nje ya taifa letu, watu ambao wanafanya biashara na wengine wanafanya kazi. Ninawaombea katika jina la Kristo. Natangaza magonjwa siyo sehemu yao, ajali na mikosi siyo sehemu yao, hata kubadikwa majina siyo sehemu yao, kuwekelewa mambo siyo sehemu yao, katika jina la Kristo Yesu. Ninawaombea baraka, nawaombea ushindi, nawaombea neema, nawaombea kibali na wema wako, na damu ya Kristo ikawafiche na mkono wako ukawe juu ya maisha yao. Baba, ninaomba ukawalinde, ukawaongoze siku baada ya nyingine kwa ajili ya utukufu wako, na ni katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu naomba kuamini
na hata kushukuru. Amen, amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen. Mungu wetu azidi kuwabariki, azidi kuwalinda, azidi kuwaongoza, na mkono wake Mwenyezi Mungu ukawahifadhi usiku na mchana katika jina la Kristo. Mungu awalinde na Mungu awatendee mema hadi tutakapokutana tena katika video nyingine, na Mungu wetu atazidi kututendea mema. Muwe na wakati mwema na siku ya baraka na ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Amen.